Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Sequence starting in 5, 4, 3. Ni mwanga mkubwa mithili ya moto wa kifuu. Anga la Mashariki ya Kati limebadilika ghafla rangi ya mawingu na kuwa rangi ya moto mkubwa, miungurumo mikali ikirindima anga la Mashariki ya Kati. भागो पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन। Launch control ready. Telemetry systems active. Ignition sequence starting in 5, 4, 3. Haya ni makombora ya Khorramshahr ya Irani ambayo yamerushwa usiku huu, ikiwa ni katika ahadi ya kweli ya Irani kama ambavyo ilitoa taarifa hapo awali juu ya kurusha kwake kwa makombora mazito usiku wa leo katika baadhi ya maeneo, ikisema ni katika operesheni yake juu ya kile imesema mashambulizi ya tit for tat, yani mashambulizi yasiyo na kikomo. Na hii inakuja kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israeli katika kisiwa cha Khag huko Iran. Mtazamaji, na kusalimu sana. Ni matumaini yangu unaendelea vyema na unaendelea kutufuatilia kila dakika na kila sekunde habari hizi kubwa na nyeti za hali ya vita kutokea Mashariki ya Kati tunapokuletea. Mimi ni chifu mkuu wa itifaki. Ni kusihi sana na nikuombe, kama ndio kwanza unatembelea chaneli hii, basi dondosha subscription kwa kusubscribe ukigusa alama ya kengele. Mtazamaji, taarifa zilizotikisa katika anga la Mashariki ya Kati ni juu ya kile Marekani imesema kuachilia huru mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo taarifa za awali za Marekani kupitia rais wake Donald Trump ilisema kwamba Marekani imejidhatiti na itaachilia huru mlango wa bahari wa Hormuz baada ya Irani kutangaza kufunga na kuendeleza kile amesema kufungia mlango huu wa bahari wenye kitovu muhimu cha kusafirisha bidhaa za mafuta na nishati katika mataifa ya Asia pamoja na Ulaya. Kufuatia hilo na mashambulizi ambayo Marekani imeendelea kuyafanya katika kisiwa cha Irani imejibu mashambulizi mazito katika moja ya maeneo muhimu ya Marekani huko Mashariki ya Kati, ikiwemo benki moja ya taifa la Kiarabu huko Dubai, ambapo jengo kubwa la benki ya Marekani Irani imeshambulia vikali usiku huu. Na moja ya video ambayo inaonyesha hapa ni jengo la benki kubwa kabisa ya Marekani ikiangushwa vikali na kusambaratika na kombora zito la Irani la Khorramshahr, ambapo ikiwa ni katika moja ya operesheni za jeshi la Irani na vikosi vya mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika mwendelezo wake wa makombora yasiyo na kikomo, yaani kile jeshi hilo limeita tit for tat. Hii ni video ambayo inaonyesha kombora hilo namna lilivyotoka katika jengo la benki huko Dubai, ambapo miongoni mwa majengo ambayo inasemekana Marekani anamiliki kwa asilimia kubwa katika uendeshaji wa jengo hilo. ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए, भागो पीछे तो पीछे। Mbali na taarifa hiyo, mtazamaji, hapa vilio vinalindima, vilio vinasikika mithili ya sauti ya kombora zito lililotoka katika mji huu, ambapo vilio na sauti za wanawake kwa watoto zinasikika hapa. Tayari kombora la Irani limetua katika baadhi ya mji huko nchini Israeli, kwa mujibu wa ripoti kutokea vyanzo mbalimbali vya taarifa kutokea Mashariki ya Kati, ikiwemo chombo cha habari cha Irani Tehran Times pamoja na shirika la habari la jeshi la Irani limesema kwamba hapa ni nchini Israeli, katika mmoja ya mji wa Israeli kando na Haifa, ambapo kombora la Khorramshahr la Irani limearifiwa kutoa hapa. Na hapa sauti rindimo mikubwa inasikika, kombora likitua eneo hili. Ni jeshi la Irani katika mwendelezo wa operesheni yake ya tit for tat, makombora na mashambulizi yasiyo na kikomo.
Mtazamaji, mbali na shambulizi hilo la kuangamiza la jeshi la Irani na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, pia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limeripotiwa kufanya shambulizi kubwa la kuangamiza katika moja ya ubalozi wa Marekani huko Dubai, ambapo hapa jengo la ubalozi wa Marekani linateketea kwa moto mithili ya kifuu kilichowashwa moto katika jiko la mafiga matatu na chungu kimoja. Hapa ni Dubai. Moto huu uliowaka juu ya jengo hili si moto wa kombora wala si moto wa mzinga, bali ni moto unaowaka kwa kusababishwa na droni ama ndege ya pasi na rubani iliyotuma moja kwa moja kutokea nchini Iran, Tehran. That's the US Embassy over there in Dubai. Look at that. There's a huge column of smoke coming out of it. It's getting darker and thicker by the minute. Fire trucks are already down on the road. I can smell it from up here. Hii ni katika mashambulizi na modelezo makombora yanayopangwa kurushwa na Irani mara baada ya kutuma video yake ikisema usiku wa leo anga linabadilika Mashariki ya Kati, rangi ya samawati yenye mchanganyiko na mawingu itabadilika na kuwa rangi mithili ya damu. Ni operesheni ya tit for tat, yani mashambulizi yasiyo na kikomo. Na hii kwa mujibu wa jeshi la Irani na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC inasema kwamba ni kutokana na ukaidi wa Marekani na rais wake Donald Trump juu ya kuendeleza uhasama wa vita baina yake na Irani kwa kushirikiana moja kwa moja na Israeli. Na taarifa za mashambulizi mazito ya Irani zinakuja wakati ambapo tayari moja kati ya kisiwa cha Irani, yani Kag Island pamoja na Abu Musa Island vimeripotiwa kushambuliwa na jeshi la Marekani kwa kushirikiana bega kwa bega na Israeli. Ikumbukwe kuwa hayo yote yanajiri wakati ambapo Marekani imetangaza ofa ya dola milioni 10 za Marekani kama zawadi kwa yeyote yule atakayetoa taarifa za walipo na wanavyoendelea viongozi wakuu wa taifa la Irani wakiongozwa na kiongozi mkuu, yani Ayatollah Mojtaba Khamenei na mtoto wa marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei. Katika taarifa mfuatano ambazo bado hasijathibitishwa, jeshi la Irani limedai ya kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameaga dunia katika shambulizi lake kubwa lililofanywa mjini Tel Aviv, katika kile jeshi limedai ni katika makazi ya kiongozi mkuu huyo wa Israeli, waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Katika taarifa hiyo ya jeshi ambayo bado haijathibitishwa, inaeleza ya kwamba ripoti hiyo inakuja kufuatia video ambayo imetumwa na jeshi la Israeli likitoa taarifa ya mwenendo wa vita huko Israeli, ambapo waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu hakuonekana katika video hii, ambapo makamanda wa kikosi cha IDF walizungumza na vyombo vya habari vya Israeli mjini Tel Aviv. המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שידרש. אני מברך את הנשיא טראמפ על המכה הקשה שהנחית הלילה. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ambayo ithibitishwa ya jeshi la Irani, inasema ya kwamba Israeli inachelewesha tu kutoa taarifa juu ya afya ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini hata ikichelewesha, hapo baadaye itatoa taarifa juu ya kifo cha waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Na hizi ni ripoti maalum kutokea Mashariki ya Kati, ikiwa ni katika mwendelezo wa vita Irani na Marekani kwa kushirikiana moja kwa moja na Israeli. Mimi ni chifu mkuu wa Itifaki. Endelea kusaidia na sisi na usiache kusubscribe Yohoma TV kwa ishu ya matangazo ya biashara ama huduma. Wasiliana nasi kupitia bio ya chaneli hii. Kunipata katika mitandao mbalimbali ya kijamii, andika Afisa3_official au Afisa3_official. Tukutane wakati mwingine. Bye bye kwa sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.